mwisho kabisa kutoka motoni, mtu ambaye amechelewa kuingia peponi kuliko viumbe wote. Mtu huyu anatoka Jahannam kwa kutambaa, mara anasimama, mara anaanguka na mara moto unampiga usoni mwake. Anapofanikiwa kuvuka na kufika kwenye ukingo wa salama, anaugeukia ule moto na kusema kwa sauti ya kutetemeka, ametukuka Allah ambaye ameniokoa nawe, hakika Mwenyezi Mungu amenipa mimi kitu ambacho hakumpa yoyote katika wa awali na wa mwisho, akidhani kuwa kuokoka tu kuna adhabu. Hiyo ndiyo neema kubwa kuliko zote. Akiwa katika hali hiyo ya uchovu na uweusi wa kuungua, anaona mti wa kivuli na maji kwa mbali. Anamwomba Mola wake amsogeze hapo. Mwenyezi Mungu anamuuliza, ewe mwanadamu, huenda nikikupa hili utaniomba jingine? Mtu yule anaapa kwa ahadi nzito kuwa hataomba jingine, na Mola wake anamsogeza kwa sababu anaona hali yake ya kutoweza kusubiri. Anapata nafuu kidogo. Kisha anaona mti wa pili mzuri zaidi, anashindwa kuvumilia na kuomba tena, akivunja ahadi yake, na Mola wake anampa udhuru na kumpeleka. Hatimaye anaona mti wa tatu ulioko mlangoni mwa pepo, na hapo anasikia sauti za watu wa pepo na kunusa harufu yake. Roho yake inakaribia kutoka kwa hamu na anamuomba, ewe Mola, niingize peponi. Mwenyezi Mungu anamruhusu kuingia, lakini anapoingia anakumbana na mtihani wa mwisho kimtazamo. Anaona kana kwamba pepo imejaa pomoni na hakuna nafasi. Anarudi kwa Mola wake akisema, Mola wangu, nimeikuta imejaa. Mwenyezi Mungu anamwambia, nenda ukaingie, lakini bado anaona imejaa. Hii inatokea mara 3. Mwishowe Mwenyezi Mungu anamwambia, nenda ukaingie peponi, kwani hakika utapata mfano wa dunia na mara 10 yake. Mtu huyu akiwa haamini ukubwa wa zawadi hiyo ukilinganisha na hali yake dhali ya kutoka motoni, anasema kwa mashangao, je, unanifanyia mzaha nawe ndiye mfalme wa ulimwengu? Hapo Mwenyezi Mungu anacheka kicheko cha utukufu kinachomstahiki yeye na kusema, sikufanyii mzaha, lakini mimi nina uwezo juu ya kila kitu ninachokitaka. Mtu huyu anaingizwa kwenye mto wa uhai, na ule weusi wa makaa na makovu ya moto yanabanduka kama ganda, na anatoka akiwa kijana mtanashi, meupe na nuru inayong'aa. Anaingia kwenye milki yake ambayo ni kubwa kuliko dunia nzima mara 10, akilakiwa na wake zake wa peponi, mahorul ain, wazuri wao ni wa kustaajabisha, wakimwambia, sifa njema ni za Allah aliyekuumba kwa ajili yetu na kutuumba kwa ajili yako. Kilele cha furaha zote hizi inafika wakati Mwenyezi Mungu anapowaita watu wa peponi na kuwauliza kama wameridhika. Wao wanajibu kwa pamoja kuwa wameridhika, kwani wamepewa yale ambaye jicho halijawahi kuona wala sikio kusikia. Ndipo Allah anapowauliza kama